Lakini leo acha nieleze tu habari ya kuzaliwa kwake, lakini viko vitu vinavyomdhihirisha Yesu kuwa ni Masihi. Masihi ni nini? Kwa lugha ya Waebrania ni mti wa mafuta au mpakwa mafuta wa Mungu, au ni mtu aliyeteuliwa na Mungu, au ni mtu aliye zaidi ya watu wengine. Maana ya Masihi ni mtu aliye zaidi ya wengine, ni mtu ambaye ameingiziwa ndani yake nguvu za kiungu ambazo zinampa uwezo wa kutenda zaidi ya upeo wa viumbe. Ni mtu ambaye ndani yake kumechanganyika na nguvu za kiungu ambazo zinampa uwezo wa kutenda zaidi ya upeo na uwezo wa viumbe vyote. Huyo aliitwa Masihi. Kwa Kiebrania neno Masihi ndivyo lilivyotafsiriwa. Wayunani wakalitafsiri kuliita Kristo. Masihi kwa Kiyunani ni Kristo. Kwa hiyo tunaposema Masihi na ukisema Kristo, maana yake unaongea jambo moja kwa lugha mbili tofauti. Kiebrania Masihi na kwa Kiyunani ni Kristo. Wasomi wa Agano Jipya wa kwanza kabisa, wasomi wa theolojia Agano Jipya wale wa kwanza, Zaburi ya 110 waliitafsiri kuwa ni zaburi ya kimasihi, ni zaburi iliyomhusu Yesu Kristo. Yale mambo aliimba Daudi pale, hakuwa Roho Mtakatifu anaimba kwa ajili ya Daudi, aliimba kwa ajili ya Yesu Kristo. Hivyo unaposema Masihi, maana yake ni mahala ambapo pametiwa mafuta au pamewekewa uungu. Na ndio maana walikuwa na ibada za kuwekea mafuta hata vyombo. Vikiwekwa mafuta, maana yake kwamba zina nguvu na utendaji sio tu wa kawaida wa vitu hivyo, kuna ziada ya kiungu ndani. Katika Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38 anasema habari za Yesu Kristo, jinsi Mungu ameandika habari za Yesu Kristo wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu, naye akazunguka huko na huko akihubiri Injili na kuponya wote. Neno hili alitiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu, alikuwa amepewa uwezo wa utendaji. Sasa ninapozungumza umasihi wa Yesu leo, nizungumze umedhihirika vizuri kwenye kuzaliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huwa hakosei. Mwambie jirani yako, Mungu huwa hakosei. Mungu huwa hakosei. Na Mungu hafanyi jambo lolote kutokana na matukio, kwamba kwa sababu imekuwa hivi nifanye hivi.
Ndio maana Biblia inasema Yesu alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu huwa hakosei. Toka milele alimwandaa Yesu, alimpaka mafuta Yesu. Sasa tuzungumze juu ya kuzaliwa kwa Yesu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya andika jambo la kwanza linalodhihirisha umasihi wake katika kuzaliwa ni kutabiliwa namna atakavyozaliwa. Ni kutabiliwa namna atakavyozaliwa. Mwanzo 3:15, kama nikiwa na msomaji wa haraka sana. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Hebu nisikilize, nataka niongee umasihi wa Yesu katika kuzaliwa. Umasihi wa Yesu, upekee wa Yesu hafananishwi na mtu yeyote, hafananishwi na malaika, hafananishwi na manabii, hafananishwi na makuhani, hafananishwi na wafalme. Ili awe peke yake, ametengwa na Mungu kwa ajili ya kuwaokoa watu. Kuzaliwa kwake, Mungu alipoumba mwanadamu, Biblia inasema Mungu akawabariki, akawaambia zaeni mkaongezeke. Lakini sura ya 3 mstari wa 15 anamwambia Shetani kuna mtu atazaliwa na mwanamke. Kuzaliwa na mwanamke, hicho ni upekee wa Yesu, ni umasihi wa Yesu. Hafananishi na mtu yeyote. Hapa wote mmezaliwa na wanaume. Sijui kama unajua wewe umezaliwa na mwanaume. Wote mmezaliwa na wanaume. Waulize wa biolojia ndio watakwambia wote mmezaliwa na wanaume. Lakini Yesu amezaliwa na mwanamke. Haleluya. 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 Peke yake amezaliwa na mwanamke. Isaya 7 mstari wa 14. Isaya 7 mstari wa 14. Biblia inasema naye Bwana mwenyewe atakupa ishara. Andika hivi, Yesu ni ishara ya Mungu kuwa katikati ya wanadamu. Yesu ni ishara ya Mungu, ni alama ya Mungu, ni chapa ya Mungu, ni sura ya Mungu katikati ya wanadamu. Soma mstari wa 14. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba. Tazama, bikira atachukua mimba. Atazaa mtoto mwanamume. Atazaa mtoto mwanamume. Naye atamwita jina lake Imanueli. Naye atamwita jina lake Imanueli. Yaani Mungu pamoja na wanadamu. Haleluya. Naye Mungu mwenyewe atakupa ishara. Yesu kuzaliwa kwake ni ishara ya Mungu, kwamba ili usiamini mtu mwingine kwa ajili ya mahusiano yako na Mungu, ishara, amini atakayezaliwa na bikira. Bikira atachukua mimba akiwa bado bikira. Haleluya. Mimba atakuwa nayo lakini bado bikira. Sasa nisome Mathayo kidogo, sura ile ya kwanza nafikiri
mstari nianzie wa 18. Ngoja nisome mwenyewe. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu, alama ya umasihi wa Yesu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe, asimjue kamwe, hata alipomzaa mwanawe, akamwita jina lake Yesu. Nimesema tafsiri ya jina Yesu, jina Kristo ni Masihi au mpakwa mafuta. Jina Yesu kwa Kiebrania liliitwa Yeshua. Yeshua kwa Kiebrania, lakini kwa Kiyunani likaitwa Yesu. Tafsiri yake ili litimie neno. Sasa ngoja tufikirie kidogo mawazo ya Mathayo. Anasema kuzaliwa kwake kulikuwa hivi. Kwa nini atake kuelewa au atake uelekeze mawazo kwenye namna Yesu alivyozaliwa? Anakushauri uelekeze fikira zako, utafiti kuzaliwa kwa Yesu. Anasema kulikuwa hivi. Wakati mama yake alipokuwa ameposwa na kijana mmoja wa miaka 18, ameposwa na kijana wa miaka 18 Yusufu, wakati wako kwenye kipindi cha sheria za uchumba wa Kiyahudi. Uchumba wa Kiyahudi, nilisema Jumapili, lazima ukae kuna mwaka wa kwanza wa kutunza agano la uchumba, mwaka wa pili wa kujipamba na kujiandaa. Wa kwanza ni kutunza agano. Wakati wako kwenye uchumba, wako kwenye kutunza agano. Kwa nini Mathayo anasema kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa hivi? Anataka mfanye utafiti kama Yesu alivyozaliwa. Amezaliwa kama mwanadamu. Anataka kufikirishe kwamba Yesu alivyozaliwa analingana na nani mwingine. Anasema wakati yule mama alipokuwa bado anasubiri, yuko kwenye kipindi cha kungojea, Yusufu akagundua ni mjamzito, ana mimba. Sasa nina maswali haya. Kwa nini Mariamu hakumwambia mwenzake kwamba mimi ni mjamzito? Mchumba wako. Kwa nini hakumwambia mimi ni mjamzito? Akakaa kimya mpaka mwenzake akashituka. Akasema, kitu gani hiki? Mbona sielewi? Ninaelekea wapi? Nini kinakwenda kutokea?
Anasema pointi ya pili muhimu, chunguza kuzaliwa kwa Yesu. Hata Yusufu aliyemchumbia tu Mariamu ni mwenye haki. Anasema kwa vile alivyo mwenye haki, Yesu hakuzaliwa mahala, hakuhusishwa mtu asiye haki kwenye kuzaliwa kwake. Yeye kwa kuheshimu haki zake mbele za Mungu na utakatifu wake na kicho chake na uaminifu wake kwa Mungu, akasema basi ninapotea vijiji hivi sionekana, nitakwenda kukaa vijiji vya mbali, nitaoa huko, nitakuja miaka ambayo huku tayari nina watoto, nina wajukuu, wasinipate. Mambo matatu aliyoyazingatia Yusufu. Jambo la kwanza, sheria yao ambavyo ilivyokuwa. Hebu naomba kidogo nisome sheria za uchumba ulivyokuwa katika kwa Wayahudi. Kumbukumbu la Torati sura ya 22, nisomee mstari kuanzia wa 13. Kumbukumbu la Torati, tuangalie uchumba na sheria zake, na hapo utapata na elimu nyingine ya muhimu sana. Kwa nini anaamua kumwacha kwa siri? Na anasema sababu ya kufanya hivyo kwa sababu ni mwenye haki. Na elewa, yule binti alikuwa bikira, sio kwa kubahatisha, hajawahi kuguswa na mwanaume. Tutaona katika Hesabu, Biblia inasema mabinti walikuwa wanakaguliwa na wanawekewa alama mkono wa kushoto. Wanasifiwe sana, wanasifiwe. Upande wa kushoto huu, nguo zao zilikuwa zinafungwa vifundo huku, kama ulembo fulani, vinashonwa ulembo fulani kwa makusudi. Hebu soma hapo Kumbukumbu 22 anzia mstari wa 13. Mtu akitoa mke akamwingilia na kumchukia, kisha akamshtaki mambo ya aibu, kumzushia jina baya, akasema, nimemtoa mwanamke huyu, nami nilipomkaribia sikuona kwake alama za ubikira. Ndipo babaye yule kijana na mamaye watakapotoa alama za yule kijana za ubikira, wawatolee wazee wa mji langoni, na baba yake yule kijana awaambie wazee, mwanamume huyu nilimpa binti yangu awe mkewe, naye akamchukia. Angalieni, amemwekea mambo ya aibu, asema, sikuona kwa binti yako alama za ubikira, nazo hizi ndizo alama za binti yangu za ubikira. Na wayakunje yale mavazi mbele ya wazee wa mji. Basi wazee wa mji ule na wamtwae yule mtu mume na kumrudi, wamtoze shekeli 100 za fedha, wampe babaye yule kijana, kwa kuwa amemzulia jina baya mwanamwali wa Israeli, naye awe mkewe, hana ruhusa ya kumwacha siku zake zote. Ishia kwanza hapa. Sheria ya kwanza hii. Ziko sheria 3 hapa tutaziona. Kwamba wana wa Israeli waliingiwa na tabia za watu wa mataifa. Anaweza akamkuta binti akampenda, lakini akaenda akatembea naye, kafanya naye uzinzi, uasherati, halafu akaona mwingine, akaona nibadilishe, halafu akamzulia kwamba huyu mulinipa, kumbe sio binti anayejitunza, amejichafua. Sasa kulikuwa na alama zinazotunzwa. Wanasema wazee wake watoe zile alama. Madaktari ambao walikuwa wanazidhibitisha, madaktari watoe ushahidi kwamba binti huyu hajawahi kuguswa, ila wewe ndio umemharibu. Kwa hiyo sheria ya kwanza
ilikuwa kwamba kwa sababu hiyo alazimishwe kumwoa, lakini awalipe wale wazee baada ya mahali alipe shekeli 100. Sasa ukisikia shekeli 100 fikiri kirahisi. Ikiwa ni kweli neno hili la kutoonekana kwake yule kijana alama za ubikira, na wamtoe nje yule kijana mlangoni pa nyumba ya baba yake, na waume wa mji wake wampige kwa mawe hata afe. Unaona, Yusufu anaona Mariamu kama ana mimba. Nikitoa taarifa hizi, sheria inayofuata atolewe nje, wanaume wa mji wote wapige mawe paka. Na Biblia inasema hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuiondoa uovu katika nyumba, katika nchi ya Israeli. Endelea hapo. Mstari unaofuata. Na wamtoe yule kijana mlangoni pa nyumba ya baba yake, na waume wa mji wake wampige kwa mawe hata afe, kwa vile alivyofanya upumbavu katika Israeli kwa kufanya ukahaba katika nyumba ya baba yake, ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yako. Akifumaniwa mtu mume amelala na mwanamke aliyeolewa na mume, na wafe wote wawili, mtu mume aliyelala na mwanamke na yule mwanamke naye, ndivyo utakavyoondoa uovu katika Israeli. Pakiwa na kisha tu hapo, nafikiri inaeleweka. Sheria hii ya 3 ilikuwa inamweka hatiani hata yeye Yusufu, kama Mariamu hatapatikana aliyempa mimba. Nani kampa mimba Mariamu? Nitampata wapi? Nitapigwa na mimi kwa mawe. Kama Mariamu, habari njema nilizo nazo ni hizi. Haleluya. Habari njema nilizo nazo ni hizi. Yusufu hakuwa na wasiwasi kwa habari ya mimba ya Mariamu kwamba ni ya kwake. Sikimu, mnanielewa? Yusufu hakuwa na mashaka hata chembe kwamba ile mimba inaweza ikawa ya kwake. Alijua kwa 100% ile mimba sio yake. Na ndio maana anaikana na anajaribu kuitoroka, akiwa na uhakika mimba ile hahusiki. Ndio maana Yesu alipomwita wakasema, mbona tunamjua huyu ni mwana wa Yusufu, ni mwana wa seremala. Yusufu alikataa, akasema hapana. Usiku wa kuamkia leo, Yusufu amekesha, anasimamia ng'ombe wasimkaribie pale alipolala Mariamu. Usiku wa kuamkia leo amekesha, anazuia ng'ombe wasikaribie pale Mariamu anapouma uchungu wa kujifungua, akijua kabisa, ana uhakika kilichoka tumboni mwa Mariamu sio binadamu, hana mahusiano na binadamu. Anajua umasihi wa Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Mariamu hakujitetea kwa Yusufu. Biblia haionyeshi Mariamu anajitetea kwa Yusufu kwamba niowe tu, sijatenda dhambi, mimi basi tu. Malaika wa Bwana amemtokea Yusufu, akamwambia usihofu kumchukua mke wako Mariamu, maana mimba aliyonayo ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Hana wasiwasi Yusufu. Wale wanaobatiza ya kwamba Yesu ni mwana wa seremala, yeye yule seremala ana uhakika kwamba Yesu alizaliwa, wala yeye hahusiki, alihusika Mungu. Haleluya, haleluya. Jambo la pili kwa habari ya Yusufu. Yusufu anamchukua Mariamu kwenda kwao bila aibu.
Anyway, muda wako usingetosha. Hebu tusome sura ya 24 Kumbukumbu la Torati mstari wa kwanza hadi wa 4 unasema, mtu akiisha kutoa mke kwa kumwoa, asipopata kibali machoni mwake, kwa kuwa ameona neno ovu kwake, na amwandikie hati ya kumwacha, akamtilie mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake. Naye akiisha kuondoka katika nyumba yake, anaruhusa kwenda akawa mke wa mtu mwingine. Na huyo mumewe wa sasa akimchukua na kumwandikia hati ya kumwacha na kumpa mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake, au akifa yeye mumewe wa sasa aliyemtoa kuwa mkewe. Hebu nisikilize. Hizi sheria watu hapa ndipo waligombana Mafarisayo na Yesu kwenye sura ya 19 ya Mathayo. Wanamwambia, mbona Musa alitupa talaka? Maneno yaliyoandikwa mstari wa kwanza mpaka wa 4 anasema mtu akimpenda binti bikira, halafu akaposa ili aowe. Kwa Wayahudi posa ni ndoa, lakini hamuhusiwi kuposana leo na kuoana leo. Lazima kuwe na miaka ya sheria ya kuchunguzana, ya kuaminiana. Mkikosea wakati wa uchumba mkafanya zinaa, wote mpigwe mawe. Sasa sijajua hawa watu wengine wamepata wapi fundisho. Hawaruhusiwi wachumba kukutana faragha. Maandiko haya ndio walivyoishi Yusufu na Mariamu. Ndio maana Yusufu anapata taarifa, mbona mkeo tunaona tumbo linaongezeka na mashavu yananenepa? Anaenda kumwangalia, sema hii. Hawaruhusiwi kukutana faragha. Biblia inasema ilikuwa kama mtu umemchumbia, lakini wakati ule wa kusubiriana ukaona neno ovu kwake, maana yake ukakuta ametenda zina, ndipo waliporuhusiwa kuacha talaka. Wanasifiwe. Talaka haikuwepo kwa ajili ya mtu aliyekwisha kuoa, ilikuwepo ukaona neno ovu kabla hamjaoana. Haikuwepo baada ya kuoana. Si mnanielewa? Mnanielewa? Kipindi hiki ndio Yusufu ameona neno ovu, na kwa kuwa Yusufu ni msomaji mzuri wa maandiko, akaona Biblia inaniruhusu kumwacha. Nimeona neno ovu. Wakati Yusufu akiamini kuna neno ovu kwa Yusufu, kwa Mariamu, malaika anamwambia ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu, ili Yusufu aamini kwamba atakayezaliwa hana neno ovu ndani yake. Ndani yake iko neno chema, ndani yake iko alama ya utukufu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Biblia inaniambia hivi, Yusufu akamchukua, wakaenda kuhesabiwa. Walipoenda kuhesabiwa, Yusufu akafikia kwao, na kwa sababu ya wingi wa watu wamekuja kuhesabiwa, kama sasa hivi ukitafuta gari la kwenda Arusha, watu wanaenda kuhesabiwa, hautakuta nauli kwanza zimepanda na magari yamejaa. Na Yusufu naye Biblia inasema akakuta gesti zote alipokuta gesti zote zimejaa. Wayahudi walikuwa na ujenzi huu, walikuwa wanajenga nyumba kwa mawe na rami na chokaa. Kwa hiyo wanajenga juu, chumba cha kulala mara nyingi walikuwa wanakuwa juu, chini wanaweka ngome. Sasa kwao huko juu ndiko anakokaa kulikokuwa kwa wazazi wa Yusufu.
hapa chini kuna ng'ombe, hakuna pa kufikia. Yusufu akaona siwezi kwenda kwingine kwa sababu huyu amezidiwa. Wakaingia kwenye lile zizi ambako wanalishiwa ng'ombe. Ndipo Mariamu akapata uchungu, akazaa mtoto. Mtu wa kwanza kuambia kijijini Yesu ni wa namna gani ni Yusufu, wala sio Mariamu. Kama Yusufu angekuwa na mashaka na ujauzito, angemwacha Mariamu, angetoa ridhaa wawe, angetoa ridhaa. Lakini alikutana na malaika. Malaika akamwambia huyu sio kwa nguvu za kibinadamu, bali ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Jambo la tatu katika kuzaliwa kwa Yesu. Yesu katika kuzaliwa kwake, Biblia inasema walipelekewa watu wa kila aina taarifa. Walipelekewa wachungaji makondeni, watu wasio na elimu, watu masikini, watu wanaoishi maisha ya chini, taarifa ya kwamba na malaika huyu aliyesema na Yusufu akawatokea, akawaambia, sikilizeni habari njema, maana kwa ajili yenu mtoto amezaliwa. Haleluya, haleluya. Yesu alizaliwa kwa ajili ya watu wa hali ya chini, ili na wao wapate thamani katika dunia hii kabla ya kwenda mbinguni. Wachungaji, watu waliodharaulika, wanakaa maporini wanachunga. Wakashangaa, malaika akawatokea akawaambia, msiogope. Habari ya tatu ya muhimu katika kuzaliwa kwa Yesu, kila kundi la watu kuzaliwa kwa Yesu kuliwahusu. Kuliwahusu masikini, kuliwahusu wasio na elimu, kuliwahusu watu wasio na thamani kwenye makundi ya wanadamu. Lakini malaika, kwa sababu Yesu anazaliwa, anakwenda kwa watu wasio na thamani machoni pa wanadamu. Mbingu zinawathamini, wizara za mbinguni zinapeleka taarifa kwenu. Sema kwa ajili yangu. Hebu sema kwa sauti, kwa ajili yangu. Sikiliza, bado hunielewi. Malaika anawaambia msiogope, maana katika mji wa Daudi kwa ajili yenu. Malaika wachungaji wakajisikia vizuri, kwa ajili yetu sisi. Hata sisi tunajulikana. Hawaletewi taarifa za habari za serikali zao, hawana taarifa njema kutoka kwenye serikali zao. Serikali zao zikileta taarifa, wanatakiwa kulipia kila ng'ombe shingapi, dinari ngapi, wanatakiwa kulipia maeneo ya machungaji. Wayahudi walikuwa ni wachungaji wa ajabu sana. Walikuwa wanalipia maeneo ya kuchungia, walikuwa wanalipia maeneo ya kunyweshea ng'ombe, kwa sababu ni nchi za majangwa. Walikuwa pia wanalipia serikalini kila ng'ombe kichwa kimoja, kila mwaka unamlipia, wanakuja wanahesabia. Kwa hiyo wakisikia kuna ugeni kutoka kwenye wizara au sijui halmashauri, wamekuja kudaiwa. Lakini ghafla Biblia inasema habari njema kwa ajili yenu. Wakati wana hofu, tunakuja kuambiwa nini? Malaika anawaambia kwa ajili yenu mtoto amezaliwa, naye atakuwa kwa ajili ya wokovu wenu, naye anaitwa Yesu. Wachungaji kwa furaha wanasema huyu ni kwa ajili ya sisi maskini. Lakini Biblia inasema wakati huo mamajusi nao, wakati wanaendelea na shughuli zao za utafiti wa nyota, ghafla wakaangalia anga limebadilika. Ikatokea nyota isiyowahi kutokea katika anga. Nyota ile ilikuwa ya tofauti, halafu imeshuka chini. Wakiwa wanashangaa, hii ni nyota gani? Hatujawahi kuisoma, hatujawahi kujifunza. Ni nyota ya namna gani?
yake ya nuru inaelekea mahala fulani, haitoi mwanga ovyo, imekusanya mwanga wake, inauelekeza kama tochi inavyosafirisha mwanga wake kwenda mahala. Wakaambiwa, fateni huko inakotembea, inakoelekea, huko kuna mtoto amezaliwa kwa ajili yenu. Habari njema ni hizi, kuzaliwa kwa Yesu ni kwa kipekee. Watoto wetu leo wakizaliwa kwa Ngasa anakuwa mtoto wa ukoo wa Ngasa, lakini Yesu hakuwa kwa ajili ya ukoo wa Yusufu. Yeye amekuwa kwa ajili ya wasomi, yeye amekuwa kwa ajili ya masikini, yeye amekuwa kwa ajili ya wagonjwa, yeye amekuwa kwa ajili ya wenye dhambi. Na ndio maana kuzaliwa kwa Yesu kunaleta habari njema kwa kila kundi la binadamu. Sema, kwa ajili yangu mtoto amezaliwa. Sema, kwa ajili yangu mtoto amezaliwa. Sema, kwa ajili yangu Yesu amezaliwa. Asingezaliwa Yesu, mimi msingenifahamu na wala nisingewafahamu, na ningeshakufa huko siku nyingi, mifupa yangu imeoza. Lakini kwa ajili yangu Yesu alizaliwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa ajili yako Yesu amezaliwa. Habari njema kila mtu alipo. Wenye bahati mbaya, kwa ajili yako Yesu amezaliwa. Wenye huzuni, kwa ajili yako Yesu amezaliwa. Wenye mashaka, kwa ajili yako Yesu amezaliwa. Waliokata tamaa, kwa ajili yako Yesu amezaliwa. Watu wote, kila malaika alipowafikia, wanaambiwa, kwa ajili yenu mtoto amezaliwa. Pointi ya tatu, kuzaliwa kwa Yesu kunavyodhihirisha umasihi wake. Kuzaliwa kwa Yesu kunavyodhihirisha umasihi wake. Falme zote zilitetemeka. Falme zote zilitetemeka. Wakati mfalme Herode, ambaye ni mfalme wa kisiasa, ni kiongozi wa kisiasa aliyewekwa na serikali ya Rumi, kwa sababu Warumi wanatawala dunia. Kila mahala walipeleka gavana wa kwao. Wameweka Herode kama gavana. Herode mkuu alipoitumikia vizuri serikali ya Rumi, kwa hiyo magavana wote wakaitwa Maherode kule Uyahudi, likawa kama jina. Sasa wakashangaa, wafalme wanatetemeka. Haleluya, haleluya, haleluya. Elewa, Wayahudi hawapasi kutawaliwa na ufalme wowote, kwa sababu kiunabii ni taifa la Mungu. Kiunabii wanatawaliwa na Mungu peke yao. Sasa yuko mfalme aliyeletwa kuwatawala kinyume cha Mungu atakavyo. Lakini sasa na yeye anasikia taarifa, kuna mtu amezaliwa kwa ajili ya Wayahudi kuwa mfalme. Haleluya. Habari njema ni hizi, kwamba kila jambo lililokuja kututawala kinyume cha Mungu atakavyo, Yesu alizaliwa aondoe mamlaka ya huo utawala juu ya maisha yetu. Kila nguvu iliyokuja kututawala kinyume cha Mungu atakavyo. Haleluya. Mungu alipotuumba, alituumba tuwe na afya, lakini shetani ameleta mtawala yanaitwa magonjwa. Yesu amezaliwa. Wafalme wanaotawala kinyume cha matakwa na uumbaji wa Mungu wanatetemeka. Na ndiyo maana kila mfalme wa giza baada ya kuzaliwa kwa Yesu ulitikisika. Kuzaliwa kwa Yesu ni habari njema kwa wale wanaotawaliwa na mazingira wasioyapenda na mazingira wasioyafurahia.
familia na mazingira wasioyataka. Yesu amezaliwa ili aondoe kila ufalme ambao haunatutawala kwa mateso na kwa kilio, bali tutawaliwe na Yesu ambaye atatutawala kwa amani. Na ndio maana nasema kwamba ni habari ya kuwa amani kwa mataifa yote, ni habari ya kuwa furaha kwa kila walio na huzuni. Nchi za giza zimeiona nuru. Jambo la nne, hayo yote yanatuthibitishia kwamba Yesu ni alama ya utukufu wa Mungu. Hebu nisome andiko hili, Isaya 7 nianze 14 mpaka 17. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Siagi na asali atakula wakati ajuapo kuyakataa mabaya na kuyachagua mema, kwa maana kabla mtoto huyo hajajua kuyakataa mabaya na kuyachagua mema, nchi ile ambayo wewe unawachukia wafalme wake wawili itaachwa. Nchi ile ambayo wewe unawachukia wafalme wake wawili itaachwa ukiwa. Bwana ataleta juu yako na juu ya watu wako na juu ya nyumba ya baba yako siku zisizokuja bado, tangu siku ile aliyoondoka Efraimu kutoka katika Yuda, yaani mfalme wa Ashuru. Bwana asifiwe sana. Ngoja nizungumzie kidogo juu ya huu nabii. Mfalme Ahazi alikuwa ametawala Yuda wakati wa ile mgawanyiko wa taifa la Israeli. Yuda ina makabila mawili, halafu Yerusalemu ina makabila 10. Yerusalemu ikaungana na Ashuru, ikaungana na Shamu. Bwana asifiwe. Maana yake nini? Wale Wayahudi waliobaki kwenye yale makabila mawili, kabila la Yuda wakaitwa Wayuda kwa sababu kabila kubwa lilikuwa Wayuda, wakawa waaminifu kwa Mungu, wakawa wanampenda Mungu, hawakujichanganya na mataifa. Haya makabila 10 yakajichanganya, hao kabila mengine wakaabudu miungu mingine, wakamwacha Mungu wa kweli. Sasa Biblia inasema hivi, wakatuma taarifa kwamba tunaenda kumpiga Yuda, wale makabila mawili, lakini wameungana na Syria, majeshi matatu makubwa. Mfalme Ahazi akahuzunika, akazimia moyo. Sasa niliwahi kufundisha hapa kwamba Yerusalemu ya wakati huo ilikuwa imejengwa hivi, ilikuwa imejengewa mifereji mikubwa ya kujengelea na lami, inaenda kuingia mto Frati, wanaingiza kwenye mito mikubwa ile, wanavuta maji kuja, halafu wakatengeneza mabwawa makubwa ya kukusanya maji. Sasa mfalme Ahazi akawaza hivi, tutafanyaje? Akaenda kutembelea ule mfereji wa maji, kama maji yanakuja kwa spidi, ili yale majeshi yakija, hata tukiyafunga tutakaa tuna maji mjini, hatutapata shida, hawatatuua. Kwa sababu nchi zile walikuwa wanafanya hivi, wakija hawa wanauziba ule mfereji, ule mto mliotengeneza, nyinyi mnakufa kwa kukosa maji, wanawadhoofisha. Sasa Ahazi akawa anatembelea, anatafuta tutafanyaje. Wakati anatembelea anakutana na Isaya. Haleluya, haleluya. Isaya anamwambia hivi, wewe Ahazi, haleluya, haleluya, usiogope chochote juu ya
Yerusalemu, wamepatana na Siria, wamepatana na Ashuru, wanakuja kukupiga. Usiogope. Nabii Isaya ndipo akamwambia neno lile, alitaka kumdhibitishia kwamba ninyi mko pamoja na Mungu, hata kama mko wachache, yaani kusanye mataifa mengi, anasema Bwana atawapa ishara. Sasa Isaya anaongea jambo la mbali kweli, lakini analijumlisha kwenye tukio la leo. Anasema tazama, bikira atachukua mimba. Unabii ule anamsema Yesu, anamsema Yesu miaka 1772 ijayo. Anamwambia hivi, miaka 1772 ijayo anatamka. Hapo pananipa raha, hapo pananipa raha. Maana yake ni nini? Inamsaidia nini huyu yule ambaye leo tatizo lipo leo? Yesu atazaliwa miaka 1772. Inamsaidia nini? Mimi nazingirwa leo. Haleluya, haleluya. Inamsaidia nini? Inamfariji nini Ahazi? Isaya, Roho Mtakatifu ndani yake anazungumza habari za Mungu kutowaacha watu wake kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo hata kama Yesu hajazaliwa, lakini kupitia Yesu Kristo hata enzi za Ahazi Mungu atakuwa pamoja nao. Sijui kama unanielewa. Sijui kama unanielewa. Yaani hata kama, kwa sababu kuna bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume, mtamwita jina lake Immanueli. Maana yake mimi Mungu siachi watu wangu wakapotea, siachi watu wangu wakaangamia, siachi waliopo upande wangu, kwa sababu ya bikira atachukua mimba. Kuzaliwa kwa Yesu kulitenda kazi hata kabla hajazaliwa. Haleluya. Sasa Ahazi kweli walipokuja, walipofika wale watu wakageukana, kwa sababu yalikuwa mataifa matatu tofauti. Wakageukana wakapigana wao wenyewe. Yeye hakupigana, wakauana. Walipomalizana kulikuwa na minaha mikubwa mirefu imejengwa ya mawe, ambayo Yeremia anasema nimemweka mlinzi naye hata nyamaza. Walikuwa wanakaa juu. Wakati mfalme Ahazi anakuambia, hebu pandeni kwenye minara inayozunguka Yerusalemu, muone kama Yerusalemu na Waashuru na Wasiria hawajatuzunguka. Wanainuka wanasema, tunaona vumbi kama kuna mapigano ya farasi, kuna mapigano ya mikuki, kuna mapigano, na tunaona watu wakianguka kwa mapigano. Akauliza, wanapigana na nani? Oh, neno la unabii. Oh, mtoto atazaliwa, bikira atachukua mimba. Isaya 9 mstari wa 6. Hebu soma hapa. Isaya 9 mstari wa 6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa, na uwezo wa kifalme uko mabegani mwake, naye ataitwa jina. Haleluya. Uwezo wa kifalme uko mabegani mwake, hautegemei nguvu za jeshi la Tanzania, uko mabegani mwake, ana nguvu zake. Kwa hiyo Ahazi hakuelewa alipoambiwa unabii huu. Sasa huyo anatabiri habari za miaka 1772. Halafu mimi napigwa leo, oh, huyu anaitwa Immanueli, Mungu pamoja na watu wake.
Mungu hataacha kuonekana. Kuzaliwa kwa Yesu ni alama ya kwamba Mungu atatembea na wote wamwaminio. Mungu atajiinika na wote wamwitao. Mungu ataonekana katikati ya wanadamu. Ndiyo maana ya neno hili. Ahazi akashangaa, wanapigana na mataifa gani? Akaambia, hebu tulieni, msipige tarumbeta. Nendeni katika nyumba ya Bwana, kaneneni makuhani, muambie waagize watu walete dhabihu ili tukamwabudu Bwana. Bwana ameshuka katikati yetu ili atupiganie. Tunaona vita vinapiganwa, hatujui anapigana na nani. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Haleluya, haleluya. Wakati mwingine tunaweza tukakuta watu wanafanya vikao, wanagombana, wanafarakana, sisi tukiwa tumelala, kwa sababu kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Waliopatana kwa ajili ya Ahazi na ufalme wa Yuda wamegombana kwa sababu ameambiwa, bikira atachukua mimba, naye atamwita jina lake Imanueli. Mimi niko katikati yenu, Ahazi, usiogope. Mimi nitatenda katikati yenu. Kuzaliwa kwa Yesu ni kumleta Mungu katika maisha yako. Mungu asiwe mbinguni, awe ndani ya maisha yako, awe pale unapoishi, awe pale unapopitia, awe katika yale unayopitia. Yesu anaonekana na anafanya katikati ya maisha ya kwangu Mtanzania. Nilipo katika uhitaji wangu, Mungu awepo. Katika maombi yangu, Mungu awepo. Tunapoenda mwaka mwingine, Mungu awepo. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Naomba hebu simama, simama. Unaweza ukashangaa sana maandiko mengine. Inamsaidia nini Ahazi? Anaambiwa bikira, Bwana atawapa ishara. Bwana atakupa ishara. Sikiliza nikwambie. Leo tunapokumbuka kuzaliwa kwa Yesu, tunakumbuka hii ni ishara ya Mungu kwetu. Ni ishara ya Mungu kwako. Ni ishara ya Mungu kwa ajili yako. Ni Mungu anaonyesha ishara kwamba ninakutazama popote ulipo, kwamba ninatambua unapitia wapi, kwamba natambua wewe wangu, natambua tabu yako, natambua adha zako. Ahazi anawaza kwanza taifa tu hili la Yerusalemu wako makabila 10. Sisi ni makabila mawili. Lakini Waashuru ni muungano wa mataifa makubwa. Ashuru wakati wanatawala mpaka Misri. Akienda kupigana Misri lazima jiunge. Ahazi anaona ya kwamba sisi tuko peke yetu, wenzetu wameungana. Unabii unaokuja unamwambia kwa kupitia Imanueli na wewe umeungana na Bwana. Wewe hujaungana na taifa lolote. Kupitia kuzaliwa kwa Yesu Mungu ameunganika na wewe. Kupitia kuzaliwa kwa Yesu. Wakati mwingine unatazama, moyo wako unatetema, unaogopa yanayokuzunguka, yanayokukabili, yanakuogopesha. Mungu akamwambia, nabii akasema, Bwana atawapa ishara. Tazama, Bwana mwenyewe atawapa ishara. Ishara hiyo sio ya taifa lolote, ameitoa Mungu, kwamba kuna mtoto atazaliwa na bikira. Haleluya. Ninapopita popote huwa ninasema hivi, Mungu umenipa ishara. Kwa Yesu kuzaliwa na bikira ni ishara ya kwamba uko pamoja na mimi. Ni ishara ya kwamba mkono wako hautanipungukia. Ni ishara ya kwamba nguvu zako hazitakuwa mbali na mimi.
hata ningekuwa na ubinadamu wangu, uungu wako utaonekana. Hebu inua mikono yako juu. Ningetamani ujumbe huu upokee kwenye moyo wako, kwamba Bwana amekupa ishara. Bwana amekupa ishara. Bwana amekupa ishara. Hii ishara ya kwamba Yesu amesamehe uovu wako. Mungu amegairi dhambi zako. Mungu amegairi maovu yako. Mungu amegairi dhambi zako. Bwana ametupa ishara. Bwana ametupa ishara kwa njia ya kuzaliwa mtoto na bikira. Naposoma Life of Christ ninakuta kwamba baada ya Mariamu kumzaa Yesu, wale madaktari wa wanawali, yani mabikira, wakaomba akakaguliwe Mariamu. Akakaguliwa, akakutwa ni bikira. Wakamvisha tena vile vifundo vya alama ya ubikira, ndipo akaenda kuolewa, ili Mungu tu atupe ishara ya kwamba anatupenda, hata gairi kuwa pamoja na sisi. Hata kama tutapita popote, bado ana mpango wa kutembea na wanadamu. Bado ana mpango wa kufanya kazi na nguvu zake kudhihirika katika maisha ya watu wanaompenda. Wakamkagua, wakakuta bado ni bikira. Wakainama, wakasema, matendo ya ajabu hatujawahi kuyasikia. Mwanamke aliyezaa amenyonyesha, bado ni bikira, imekuwaje? Bwana ametupa ishara. Ni ishara ya Mungu katika maisha yako. Na vipimo vimesema, lakini nasema Mungu ameweka ishara. Mungu ameweka ishara. Mungu ameweka ishara. Hii ishara ni kwa ajili yako, wala sio kwa taarifa za madaktari. Hii ni ishara. Sema kwa sauti, Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Leo ninakumbuka kwamba umeweka ishara kwa ajili yangu, kwamba umeweka ishara kwa ajili ya maisha yangu, kwamba umeweka ishara kwa ajili ya kuwa pamoja nami, ili kunipigania, ili kunipa furaha, ili kunipa nuru, ili kuniokoa, ili kunishika mkono, ili kunilinda. Umeweka ishara. Umeweka ishara. Nami ninaiona ishara hii ni kwa ajili yangu. Ni kwa ajili yangu. Haikuwa kwa ajili ya Ahazi, wala haikuwa kwa ajili ya Isaya, wala haikuwa kwa ajili ya Wayahudi, bali ni kwa ajili yangu mimi. Umeniwekea ishara ya kwamba utanipigania. Wewe ni Mungu pamoja nami. Yesu umezaliwa. Mimi ninatukuza wageni katika maisha yangu, ili wewe upate nafasi katika moyo wangu, ili wewe upate nafasi katika maisha yangu. Wageni wote waliopanga ndani yangu, ikiwa ni hofu, ikiwa mgeni wangu ni hofu, kwa jina la Yesu aondoke. Wewe Yesu ingie ndani yangu, uwe ishara kwa maadui zangu kwamba uko pamoja nami. Uwe ishara kwa miaka yangu yote kwamba wewe uko pamoja nami. Uwe ishara kwa huduma yangu yote
uwe ishara kwa biashara zangu zote, ya kwamba utakuwa pamoja nazo. Uwe ishara kwa watoto wangu, ya kwamba wewe uko pamoja nao. Uwe ishara ya uchumi wangu, ya kwamba utakuwa pamoja nao. Uwe ishara ya elimu yangu, ya kwamba utakuwa pamoja nami. Uwe ishara ya wokovu wangu katika jina la Yesu. Hebu kila mmoja inua sauti yako kwa maneno yako. Nenda kamwambie Mungu sasa. Kamwambie Bwana, Baba, ninawaleta watoto wako ambao wamelisikia neno lako asubuhi ya leo. Habari njema ya kuzaliwa kwa Yesu. Bwana amezaliwa. Bwana mwenyewe unatupa ishara. Bwana mwenyewe umetupa ishara. Yesu mwenyewe umetupa ishara. Mungu mwenyewe umeonyesha ishara ya kwamba utakuwa pamoja na kila mmoja, ya kwamba utatembea na kila mmoja, ya kwamba utadhihirika katika maisha yetu, ya kwamba utaonekana, ya kwamba utatupigania, ya kwamba utatuokoa, ya kwamba wewe ni Mwokozi, ya kwamba wewe umetusamehe, ya kwamba unatenda, ya kwamba unangebe, ya kwamba unafanya katika jina la Yesu. Bwana umetupa ishara, nasi tunaionyesha ishara hii kwa jina la Yesu. Onimoshike nikaurabose katika jina la Yesu. Ni alama ya kwamba umetuponya, ni alama ya kwamba unatubariki, ni alama ya kwamba unatenda, ni alama ya kwamba hutatuacha, ni alama. Bwana umetupa ishara kupata uponyaji ni katika jina lako Yesu Kristo. Wewe Mungu ni muweza wa yote, wewe Mungu ndiye mkuu. Heshima na utukufu Baba zije kwako. Asante kwa uweza wako na nguvu zako Jehova, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunaamini utaenda kutenda, tunaamini utaenda kukutana nasi, tunaamini utaenda kupokea maombi yetu. Ni katika jina lako Yesu Kristo tunakutumainia wewe, na ndiyo maana tupo kuliita jina lako. Asante muweza wa yote, asante mkuu wetu, asante kiongozi wetu. Wewe ni mfalme wa amani, wewe ndiye muweza wa mambo yote. Asante kwa ukuu wako Jehova. Tunaamini Jehova utaenda kutuonyesha njia, utaenda kutuonyesha mahali pote palipo sahihi pa kukupendeza wewe Jehova. Ni katika jina lako Yesu Kristo. Nenda Mungu wetu sasa ukakutane nasi, nenda ukaseme na sisi Baba. Wewe ni mwaminifu Jehova. Masikio yako sio mazito mpaka yasisikie, mkono wako sio mfupi mpaka Jehova utukuse. Asante Jehova, asante mkuu wetu, asante Mwokozi. Tukiomba na kuamini utaenda kutenda. Hebu kama kuna mtu yeyote moyoni mwake anasikia ana hatia, anashtakiwa kama ana hatia mbele za Mungu, Mungu ameweka ishara kwamba yeye ni Mwokozi kwako, yeye anamsamaha. Kama unasikia huru, unasikia hatia moyoni, Bwana ameonyesha ishara ya kwamba hatia zetu zimeondolewa, ya kwamba dhambi zetu zimefutwa, hata kama tulimkasirisha Mungu. Bwana ametupa ishara. Kama anaona kama anaenda peke yake, haendi na Mungu, hamoni Mungu kutembea naye kihalisi katika hatua zake, kwenye biashara zake, kwenye masomo yake, hebu njoo Bwana nikuwekea ishara. Bwana aonekane kutembea kidhahiri. Ndio maana amezaliwa na mwanamke, ili dhihirike yeye anakaa na wanadamu, akae na wanadamu kihalisia, awaguse, wamguse, waseme naye, aseme nao, wamhitaji awatembee, nguvu zake zionekane kihalisi katika maisha yako. Ukifika hapa, anza kuomba, usikae kimya. Kama omba unavyojua mwenyewe kilichokuleta mbele za Mungu. Mlilie Mungu, mwambie natamani kuona udhahiri, uhalisi wa ishara aliyoionyesha Mungu. Nione uhalisi Mungu yuko pamoja nami, nione akitembea na mimi. Nione hatua za Mungu zikienda pamoja na mimi, upako na nguvu za Mungu zikitembea pamoja na mimi.
utendaji usio wa kawaida ukienda pamoja na maisha yangu. Nimwambie Bwana, umenionyesha ishara. Mwambie Mungu akutendee. Mwambie Mungu siku ya leo habari njema kwa ajili yako. Yesu amezaliwa kwa ajili yako. Ameiweka ishara hii kwamba atakuwa pamoja na wewe, hata acha utawaliwe na Herode. Hata kama Herode atakasirika kuokoka kwako, wengine wameambiwa hatutakusaidia kama umeenda kwenye ulokole. Hao ni maherode wanatetemeka kwa sababu mwenye nguvu amekuja juu ya maisha yako. Bwana atakwenda kudhihirika. Mwambie Mungu kwa maneno yako, kwa maneno ya kinywa chako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, natamka neema yako. Umeweka ishara ya kutembea na watu, umeweka ishara ya kuonekana kwa watu, umeweka ishara ya kudhihirika kwenye hatua za wanadamu, kwenye mambo ya wanadamu. Umeweka ishara riko shaka mesi le baba walia sako rebeli le boria lama mas rabon kore lama sona limesh nikachina la Yesu. Umeweka ishara Baba, natamka ishara Baba, dhihirisha. Tembea na mmoja mmoja, tembea naye katika hatua anazokungoja. Utembee naye, tembea naye, tembea naye, tembea naye. Dhihirika katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tembea na maisha ya binti huyu, tembea na maisha ya mama huyu, tembea na maisha ya kijana huyu, tembea na maisha ya mama huyu, tembea na maisha ya mtoto huyu, tembea na maisha ya baba huyu, tembea naye. Dhihirisha uweza wako, dhihirisha uwepo wako ndani ya ubinadamu wake, dhihirisha mambo yake ya kibinadamu, dhihirika kuyagusa, dhihirika kuyafanya, dhihirika kutenda, dhihirika katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Dhihirika katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wote inao mikono juu, sema maneno. Inao mikono yako juu, sema maneno. Baba, asante kwa kumleta Yesu katika maisha yangu. Asante kwa kumleta Yesu katika maisha yangu. Amezaliwa kwangu ili uwe pamoja na mimi katika mambo yote. Tembea pamoja nami, nione kwa dhahiri hatua zako ndani ya maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Narudia kutangaza maombi kesho saa 10, lakini tutakuwa tumefunga toka asubuhi. Hatutaingia ndani kwa sababu ya mafundi, tutakulia pale nje, tutatoa viti hapo, tutafanyia maombi hapo. Ukirudi usile mpaka Ijumaa jioni. Mungu awabariki.